Wanafunzi wa chuo kikuu cha Pwani mjini Kilifi katika kaunti ya Kilifi waliandamana kushinikiza serikali ya kitaifa kuwalipa wahadhiri pesa zao kulingana na mkataba wa makubaliano. Wanafunzi hao waliokongamana nje ya chuo hicho walisema masomo yao yanazidi kuathirika kutokana na mgomo huo uliodumu zaidi ya mwezi mmoja sasa. Wakiongozwa na Andrew Muteti, rais wa wanafunzi katika chuo hicho, wamedai haki zao za kupata elimu zinazidi kukiukwa sawa na zile za wahadhiri, na wataendelea kushinikiza serikali kupitia kwa Rais William Ruto kuwalipa wahadhiri hao. Hii lecturer strike imekuwa lecturers peke yao, but we want to make it an issue for the whole country. Comrades power. Comrades power. And we are not going to relent. Neither shall we are going to be deterred by anybody. We are not going to be any form of intimidation, succumb to any form of intimidation, so that our comrades must go back to class. Comrades power. Comrades power. We are not going to entertain this nonsensical behavior of the government. For them, we are just demanding to pay our lecturer. We are wasting our time. We are wasting our resources, and now we are demanding the government to pay the lecturers. Katibu wa muungano wa wanafunzi chuoni humo Fatma Shamran amemtaka waziri wa elimu nchini Julius Migosi kuwajibikia swala hilo, wakidai hawaoni muhimu wa karo wanazolipa kufikia sasa. Mr. Migosi, the other time you were here in Pwani University during the Kilifi Elimu Mashinani project, and you said you are going to resume classes tomorrow, and up to date hiyo kesho haifiki. Comrades, tonight walipo wasilipwe. Comrades, kama serikali iko na pesa ya Nyota project, mbona isishindwe na pesa ya education? Sisi kama wanafunzi wa Pwani tunasema ya kwamba tunataka kurudi darasani, tunalipa rent, tunalipa chakula kwa sababu ya mambo yote, kwa sababu na tumeshalipa school fees. Daily expenditure ya minimum comrade ni shilingi 200. Hizo pesa ni heri to spend na tunafanya kazi. Lakini kuliko tunaspend pesa na hakuna kitu yenye tunafanya. Kwa hivyo tunaambia hivi mtukufu Rais William Samoei Ruto, kama unaheshimu PhD yako, rudisha lecturer wetu kwa class. Kwa upande wake Kelvin Kemboi, katibu wa fedha katika chuo kikuu cha Pwani, anasema wataendelea na maandamano hadi serikali itakapoitikia wito wa kuwalipa wahadhiri. We gather here. The government have decided that they not pay our lecturers. They must. Hear the voices of the comrades. Our education is paralyzed. Comrades, we demand for our constitutional right of education. Comrades, power. We will march to the streets and this the government pay our lecturers. Comrades, ransack. Wahadhiri wa vyuo vikuu pamoja na wafanyakazi wa vyuo vikuu nchini wanashiriki mgomo wakishinikiza serikali kutekeleza mkataba wa mwaka 2017-2021 wa malipo ya shilingi bilioni 7.9. We have arrears for the CBA 2017-2021 amounting to 8 billion. The government has said nothing with reference to these arrears, and it must engage the unions and it must pay 8 billion to members of staff. We are not negotiating further because this has been negotiated and determined by the court. Awali waziri wa elimu nchini Julius Migosi alidokeza kwamba tume ya kutathmini mishahara na marupurupu ya wafanyakazi wa umma nchini SRC ilitoa shilingi bilioni 7.2 kwa wahadhiri kama malipo ya malimbikizi ya mkataba wa makubaliano wa CBA wa mwaka 2017-2021, japo wahadhiri wakashikilia msimamo wao hadi matakwa yao yatimizwe. Comrades power. Walipo wasilipwe. Walipo wasilipwe. Walipo wasilipwe. Nikiripotia Coco FM, naitwa Joseph Jira. Coco FM, ladha ya Pwani.